Karibu Hnet Media, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini usisahau ku like, comment na kushare. Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania. Hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea leo hapa ili uweze kujua nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania, hasa kwa klabu ya Young Africans ambayo sasa tayari imeshakwisha kutangaza maingizo mapya matatu ambayo yamekuwa bora kabisa katika wakati huu wa majira ya baridi katika msimu wa dirisha dogo la usajili ambalo linategemewa kufunguliwa Disemba hii. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi sana, na mimi nikasema hii siwezi kukaa nayo, lazima niwaletee wanafamilia na mashabiki wa Hnet Media ili waweze kuelewa na waweze kujua nini hasa mipango ya klabu ya Young Africans. Kuna goma champions hao wakali yako, tunazungumzia Young Africans. Kuna taarifa ambazo zimetupata kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu hiyo Young Africans, ambazo ni taarifa sahihi kabisa kutoka katika kamati ya usajili hapo katika klabu ya Young Africans. Majina matatu ambayo yamewekwa mezani, likiwemo pendekezo la kocha Pedro Gonçalves, lakini pia na maingizo mengine mawili ambayo yanatarajiwa kuingizwa katika klabu hii Young Africans ili kuleta usawa na kuongeza nguvu katika kikosi chao cha Young Africans. Young Africans wanahitaji kuendelea kujizatiti na kujiweka sawa katika michuano ambayo wanashiriki, kwa maana ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, lakini pia katika michuano ya ndani kwa maana ya NBC Premier League ambapo Young Africans pia wanashiriki. Ili kulitambua hilo, wameona waongeze nguvu katika klabu yao na katika wachezaji wao ambao wanaona kabisa hawana mchango wowote katika klabu hiyo Young Africans. Wameamua sasa kuwapa gap ili waweze kuondoka na waweze kupata nafasi ya kuingiza wachezaji wengine. Kama tunavyojua kwamba klabu ya Young Africans kwa sasa imeshakwisha kumaliza nafasi za wachezaji ambao wanatoka nje ambao sio wazawa. Kwa hiyo ili waweze kuongeza mchezaji mwingine ambaye sio mzawa, lazima waliopo wengine waondoshwe ili waweze kupata nafasi hiyo ya kuingiza maingizo mapya ya wachezaji ambao wangeweza kuleta impact katika kikosi cha Young Africans. Na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba mchezaji kama Celestine Yakua, mchezaji ambaye yupo kwenye lada za kuachwa na klabu hiyo ya Young Africans, huenda ataachwa katika dirisha hili dogo la usajili na nafasi yake itachukuliwa na Uchizi Vunga kutoka katika klabu ya Liver Strikers ya Malawi. Hii taarifa imekuwa ni kubwa kabisa na imekuwa ni bora, na nimekuletea. Kama wewe ni mfuatiliaji wetu wa taarifa zetu, naamini utakuwa unaelewa nini ambacho kinaendelea, kwa sababu nishakuletea update nyingi sana zinazohusiana na Uchizi Vunga kuingia katika klabu ya Young Africans, ambaye dili hilo linanogeshwa na Patrick Mabedi ambaye ni kocha msaidizi wa klabu ya Young Africans, ambaye ndo analinogesha dili la Uchizi Vunga kujiunga na klabu ya Young Africans kutoka katika klabu ya Liver Strikers huko Malawi. Na pendekezo hili limekuwa ni kwa upande pia wa Patrick Mabedi ambaye ni kocha msaidizi namba 2 katika klabu hiyo ya Young Africans. Moja kati ya taarifa ambayo imegusa watu wengi na hisia za mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans kwamba huenda Uchizi Vunga akaja kuwa na moto mkali zaidi akikutana na quality ya wachezaji wa klabu ya Young Africans. Ikumbuke kwamba Uchizi Vunga ndiye aliyepeleka msiba mzito Jangwani katika mechi ya mlongo wa pili ya kombe la mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans waliwafuata Liver Strikers huko Malawi na wakaenda kupokea kichapo cha bao moja, na Uchizi Vunga akitengeneza assist ya bao hilo baada ya kuwa na kiwango bora kabisa katika siku hiyo na mchezo huo. Kwa hiyo moja kwa moja Uchizi Vunga ataingia katika hesabu na rada za machampions kutoka Kariakoo Young Africans ambao tunawazungumzia hapa. Lakini mchezaji mwingine ambaye anatajwa kuondoka katika klabu hiyo ya Young Africans ni pamoja na Ande Bombe Boyel, ambaye ni mchezaji na ni mshambuliaji ambaye ametoka
katika klabu ya Sekhukhune United ambayo inashiriki ligi kuu huko South Africa, na moja kati ya usajili ambao ulitajwa kuwa ni mkubwa kwa sababu katika kunogesha dili hilo ama katika kulitambua hilo, mchezaji Fiston Kalala Mayele alihusika pia katika kuhakikisha Andebombe Boyel anaingia katika klabu ya Young Africans. Kwa hiyo amekuja na amepewa mechi kadhaa kwa kuaminiwa, lakini hajafanya kitu ambacho kitawafanya viongozi wa klabu ya Young Africans technical bench pia kuendelea kumwamini ili aendelee kusalia hapo, na nafasi yake inachukuliwa na wachezaji wawili ambao kati yao mmoja anatakiwa ajiunge na klabu ya Young Africans. Mchezaji wa kwanza Tus Nkangfa Kwang ambaye anakitumikia klabu ya Stade Malien ya Mali, ambaye ni mchezaji pia amekuwa na na uwezo mzuri, lakini pia amekuwa na wakati mzuri katika msimu huu, hasa katika ligi za katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tumeona akiwa amepachika mabao kadha wa kadha katika kila mechi, naye anavutiwa na klabu hiyo Young Africans. Lakini mchezaji wa pili ambaye anavutiwa na klabu ya Young Africans kwa upande wa eneo la mbele la ushambuliaji, huyu sasa ni pendekezo la kocha Pedro Gonçalves ambaye ni mchezaji ambaye amefanya naye kazi kwa muda mrefu. Ni raia wa Angola, lakini kwa sasa anakichapa huko Poland, na ni moja kati ya pendekezo la kocha ambaye kocha amewataka mabosi wa klabu ya Young Africans kumwamini mchezaji huyu na kumleta ili aje akichafue katika klabu ya Young Africans. Anaitwa Laulado almaarufu Dep, miaka 25, nyota wa mpira wa miguu ambaye anatokea katika nchi ya Angola, ambaye kwa sasa anakichapa huko katika klabu ya Ladom ya nchini Poland. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo kwamba na ni za uhakika kabisa kwamba mchezaji huyu tayari kashafungua mazungumzo na wananchi Young Africans, na wapo kwenye mazungumzo ya ukaribu, na hatua za mwisho za mazungumzo haya kama zitazama matunda, basi mchezaji huyu ataweza kujiunga na klabu ya Young Africans. Depo mpaka sasa amecheza mechi 9, lakini akiwa ameifungia Ladom bao moja na hajapata kadi nyekundu wala kadi ya njano, na hana assist hata moja. Unaweza ukaona kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye ana dominate sana na anatunza sana heshima yake. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo sasa kwamba mchezaji huyu amefungua mazungumzo na klabu hiyo ya Young Africans, na deal hilo litasimamiwa na kocha Pedro Gonçalves. Katika timu ya taifa amecheza mechi 9 akifunga mabao 8, ndio kitu ambacho kikubwa ambacho kimemfanya Pedro Gonçalves aweze kuvutiwa naye mchezaji huyu na aweze kuona uwezekano wa kuweza kumrejesha katika klabu ya Young Africans, na hasa ili awe mshambuliaji wake. Lakini mchezaji mwingine wa tatu ambaye anatajwa kuondoka katika klabu ya Young Africans ni pamoja na Musa Bala Conte, mchezaji ambaye alisajiliwa kwa matukio makubwa na kwa kuaminishwa kuwa atakuja kufanya bara zito katika klabu hiyo ya Young Africans, akichukua mikoba ya Harid Aucho ambaye alikuwa ni kiungo mshambuliaji na kiungo mkabaji wa klabu ya Young Africans, ambaye amefanya makubwa na ameimwa kwa nyakati tofauti tofauti. Musa Bala Conte alisajiliwa na kuaminishiwa kwa mashabiki kwamba ni moja kati ya mchezaji mkubwa ambaye atakuja kufanya bara zito, lakini mambo yamekwenda sio. Nafasi yake inatajwa kuchukuliwa na Julio Ngombe kutoka katika klabu ya AC Vita Club ambayo inashiriki ligi kuu hapo DRC Congo. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo pia tumeshakuletea hapa kuhusiana na Julio Ngombe, ni mchezaji wa aina gani na anafanya kazi katika mazingira yapi anapokuwa uwanjani. Ni moja kati ya bonge la kiungo mkabaji, huenda akitua katika klabu ya Young Africans atawasaidia kwa namna moja ama nyingine.